بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tunaendelea na mihadhara yetu, na huu insha Allah taala tutakuwa ni mhadhara wa mwisho katika majukumu yetu haya. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka tena, basi tutakutana katika mara nyingine, ikiwa tunazungumzia ndoa na majukumu ya mume katika ndoa yake, majukumu ya mke katika ndoa yake, na majukumu ya jamii kwa ujumla katika masuala ya maisha ya kawaida. Yote kwa yote, hakuna kinachoweka maisha kuwa ni mazuri isipokuwa ni kufuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sheria ya Allah imewekwa ili maisha yawe katika hali iliyokuwa nzuri, watu wasiishi katika hali ya unyama. Watu ambao hawafuate sheria ya Allah na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuacha kufuata mafundisho ya wema waliopita, maisha yao yanakuwa ni maisha ya kiunyama. Hawamfuati Allah, hawafuati Mtume, hawaigi wema waliopita, hawajishughulishi na ilmu, maisha yao yanakuwa ni maisha ya kiunyama. Katika jamii zao matatizo yanakuwa ndio yenye kuzunguka. Watoto wao wanakuwa hawana adabu, wake zao wanakuwa ni wenye kuasi. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kujifungamanisha na ilmu, kusoma na kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba Adam alayhi salam, akamuumbia mke anaitwa Hawa. Baada ya kuishi kitambo ambacho wameishi peponi, Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria watu hao kushuka hapa ardhini na kuzaa watoto, na wale watoto kuzaana, ndio kapatikana jamii au dunia hii kujaa watu. Kwa jambo la ndoa ni jambo ambalo la asili kwetu sisi wanadamu. Laqad iqtadat alhikmatu albari tabaraka taala, hikma imehukumia hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, an ja'ala qissata alhayati, amejalia au kujalia kwake Allah hii kisa cha maisha, wal ihya, na uhai, ala dhahari hadha alkaun, katika mgongo wa ulimwengu huu, min dhakarin wa untha, kwa mwanaume na mwanamke, likulli minhuma mailan fitriyan lil akhar, kwamba kila mmoja katika hao wanaume na wanawake wanakuwa na ile mailan fitriya, manake ni machaguo au umiliji au hisia za kimaumbile kumhitaji mwanzake. Fa ilaihi yaskunu, kwa huyo mwanzake basi huyo mwanadamu ndo anapata utulivu. Wa bihi ya'nasu, na kwa muunganiko huo kwa watu hao wawili ndio mtu anapata kuliwazika. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na miongoni mwa alama za uwepo wake Allah subhanahu wa ta'ala ni kukuumbieni nyinyi wanaume kwa nafsi zenu, kwa kupitia nyinyi, kwa asili yenu kule, asili ya wanadamu ni Adam, azwaja, kukuumbieni wake. Kwa sababu gani? Kwa nini wameumbwa wake?
au Allah amekuumbeni nyinyi kuanipea kwamba jike na dume, litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa wanawake hao na yale mambo ambayo wao wanayo. Baadhi ya maulama wametafsiri ilaiha kwa maana kwamba utulivu haupatikani kwa mwanamke, bali utulivu unapatikana kwa yale mambo ambayo mwanamke anayafanya ndani ya ndoa, ndio utulivu unapatikana. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kati yenu nyinyi wanandoa mawaddata, mapenzi ya kupendana, wa rahma, na huruma na utulivu. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hayo ambayo yanaelezewa ndani ya Qur'ani ni alama za wazi juu ya uwepo wa Allah na kustahiki kuabudiwa Allah, liqaumin yatafakkarun, kwa watu ambao wao wanafikiri na wenye akili timamu. Walidhamani husuli almawaddati, katika hali ya kudhamini kupatikana kwa mapenzi, wa rahma, na huruma, wa tahaqquqi wujudi sakinati, na kuthibitika kupatikana kwa utulivu. Ja'ala Allahu li hadhihi al'alaqati qanunan, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika mafungamano haya ya ndoa, Allah ameweka kanuni na sheria baina az-zawjayn, kati ya wanandoa wawili. Wa farada ala kulli minhuma huquqan yuaddiha li zawjin akhar, na Allah subhanahu wa ta'ala akafaradhisha kwa kila mmoja katika hawa wanandoa wawili haki ambazo inabidi azitekeleze kumfanyia mwenzake. Kwa hiyo mwanaume ana haki ambazo inabidi amfanyie mkewe, na mwanamke pia ana haki inabidi amfanyie mumewe. Kwa sisi tutatuzungumzia zile haki za wake zetu dhidi yetu, wanatudai haki hizo, na mtu asipofanya hivyo anakuwa ameingia kwenye makosa. Haki ya kwanza kabisa ni husnu ishrati wa muamalati zawjati bi ahsani al-alaqa. Husnu al-ishra, kuishi naye vizuri mwanamke yule ambaye mtu amemuoa. Lazima mtu hakikishe kwamba huyo mwanamke aliyemuoa anaishi naye vizuri, kwa sababu hiyo ndio desturi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea. Allah amesema ndani ya Qur'ani, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao hawa wanawake kwa wema. Fa in karihtumuhunna, ikiwa ikitatokea nyinyi mtawachukia hawa wanawake katika baadhi ya mambo, fa'asa an takrahu shay'a, wenda nyinyi mkachukia kitu fulani. Fa'asa an takrahu shay'a wa ja'ala Allahu fihi khayran kathira, wenda nyinyi mkachukia kitu fulani au jambo fulani, hali ya kuwa wayaj'alu Allahu fihi, na kajalia Allah na jambo hilo ambalo nyinyi mnalichukia, khairan kathira, khairu kwa nyingi. Kwa sababu mwanamke au mwanadamu ni mtu mwenye mapungufu. Ukimwona huyu ana tabia fulani, umuache mwingine, yule mwingine atakuja na tabia fulani. Huyo labda akilala na koroma, kwa hiyo simpendi huyu akilala na koroma kama generator. Utampata mwanamke ambaye mchafu, hajui kufua, sawa, hajui kufagia, sawa. Unaweza ukampata msafi, lakini ukampata mwingine hajui kupika. Kwa hiyo hakuna ukamilifu katika maumbile. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema, la yafrak au la yafruk mu'minun mu'minatan, mume asimchukie mke. Mume asina tabia ya kumchukia mke katika baadhi ya tabia. In kariha minna khuluqan, kama atachukia kwa mwanamke huyo tabia fulani, kwamba ana tabia mbaya fulani ambayo wewe hauipendi kikawaida, radhiya minha akhar, ataridhia kwa mwanamke huyo tabia nyingine au jambo lingine.
Allah anaweza kukupa mtihani ukampata mwanamke ambaye mchoyo, ana tabia za uchoyo, lakini mwanamke huyo msafi, anajua kupika, sawa, anapenda ndugu, lakini uchoyo tu kwenye chakula, lakini ndugu anawapenda, anaishi na watu vizuri, anapenda kusoma, hawi mbali na mambo ya taa. Kwa hii tabia ya uchoyo itafutie tiba iliyokuwa sahihi katika hali ya mawaidha yaliokuwa mema na utaratibu na kukumbushana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda Allah akakufanyia wepesi, maisha yakaendelea katika hali hiyo. Lakini ukimwona huyu ana tabia mbaya fulani, umuache, mtafute mkamilifu. Hakuna mkamilifu katika hawa wanawake. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume amesema istausu bin nisa'i khaira, wausieni wanawake khairi, toeni mawaidha kwa wake zenu, wafahamisheni. Ukiona amekosea, amejisahau katika haki zake mwanamke huyo dhidi yako, inabidi umuelimishe kwa nasaha na kumwambia katika hali iliyokuwa nzuri, na pasi na kumzodoa mbele za watu au mbele za watoto na kumsema vibaya. Hii inakuwa tabia iliyokuwa sio nzuri, inaweza kapelekea mfarakano uliokuwa mkubwa kwa sababu ya tabia ya ukali uliopitiliza. Baadhi ya watu wanadhani kwamba ule ukali lungulungu au ukali uliopitiliza kwamba ndio udume, sawa, au kupiga anadhani ndio udume, kwamba anajisifia kabisa akikana labda na mausazi wenzake au labda na jamaa zake vijiweni, kwamba mimi mke wangu nisumbue, lakini changanya napiga makofi. Hiyo haui udume ustadhi huyo. Mwanamke hapigwi kiasi hicho. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumesema istausu bin nisa'i khaira, wausieni hawa wake zenu ambao nyinyi mnaishi nao, wausieni khairi. Amejisahau kibinadamu, basi muweke chini, mkumbushe, mwelekeze, paka kieta ukaidi kabisa wa ule ambao hauelezeki. Unaweza kumuhama ndani ya malazi, kama haelewi kabisa unaweza kumuita familia yake, huyu haelewi kuna tabia fulani. Yani kutafuta njia rahisi ya kumwelekeza elewi, ndio unaweza labda ukatumia kumchapa labda na bakora ambayo haiumizi katika hali ya kuchubua au kupasua. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema khairukum li ahlihi, mbora wenu kwenye jamii yenu ya Kiislamu ni yule mbora wenu kwa familia yake. Ikiwa wewe ni mbora kwenye familia yako, unawatendea wema wake zako na watoto wako, basi wewe ndio mbora wetu. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu katika kuwafanyia wema familia yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hayo. Kwa hiyo ikiwa sisi tunamwiga Mtume, tunampenda Mtume, basi tuige na hizo tabia zake. Wanawake ni watu ambao ni wengi wa kujisahau. Basi mtu asiwe na tabia za kutanguliza hasira kuliko kutanguliza hikma na kutanguliza upole na kuweka mambo katika mahala pake. Katika haki za mume ambazo inabidi azitekeleze kwa mkewe, an yuallimaha umura diniha, ni wajibu wewe mume kumsomesha huyu mwanamke huyu ambaye ulomuoa mambo ya dini yake, ikiwa huko kwao hajasoma. Wa yahuthuha ala taa, na amuhimize mwanamke huyu juu ya mambo ya taa ikiwa huko kwao kashasoma. Basi huko ni kuflash na kumuhimiza juu ya swala 5, kumuhimiza juu za swala za sunna, swala za usiku, swala za kama Ramadhani tarawehe kama inawezekana, swala za dhuha, swala za Ijumaa. Huyu mwanamke azoee tabia kusikia khairi kwako wewe,
an yuallimaha umura diniha, mfundishe mwanamke huyu mambo ya dini yake, aqida iliyokuwa sahihi, kwa sababu huyu ndio chombo ambacho utachokitumia kukutolea manufaa kwa mazuri ambayo ni watoto. Unamuacha na watoto wako huyu, ili awasomeshe vizuri, awalee vizuri, lazima yeye mwenyewe awe amefundishika katika mambo ya dini. Watoto wafahamu, wasiwe ni watoto ambao kama machokora, wapende madrasa. Msukumo unatoka wapi? Msukumo unatoka nyumbani, na nyumbani mara nyingi anashinda mama. Kwa hiyo akiolewa mwanamke wa mtaani ndo ambaye hajui mambo ya dini, na huyu mume pia akawa amemuacha na kumtelekeza, hawafundishani mambo ya dini, hawana masala kwenda madrasa na kufuatilia durus, basi watoto wanaotoka hapo ndio watoto wanaitwa panyarudi. Nasallallahu salamu wal afia. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlo amin, anfusakum, ziokoeni nafsi zenu nyinyi wanaume nyinyi ambao nyinyi ndio wasimamizi, ziokoeni nafsi zenu, wa ahlikum, na pia ziokoeni nafsi za familia zenu, nara, ziokoeni kutokana na kuingia motoni. Kwa sababu ukiwafundisha hao itakuwa sababu ya watu wao kuepuka moto wa jahannam. Moto gani? Waquduha an-nas wal hijaratu, moto ambao kuni zake na kichocheo chake ni miili ya watu na mawe. Alaiha malaikatun ghilaz, juu ya moto huo kuna malaika ambao ni wakali, ghilaz, wakali, shidadun, ni wenye nguvu madhubuti, la ya'asuna Allah ma amarahum, malaika hao hawamwasi Allah kwa kile ambacho wao wameamrishwa. Wameamrishwa kwamba hawa watu wa motoni wasitoke humu, basi hatotoka mtu. Wayafaluna ma yu'marun, na wanafanya malaika hao yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha. Kwa hiyo jambo hilo, wayakunu dhalika, na kwa jambo hilo kumsomesha bin nushi, wa kumpa nasaha mwanamke huyu, wa ta'dibi, na kumfundisha adabu, na kumfundisha heshima, kumfundisha mavazi ya kuvaa, kumfundisha lugha za kuongea, kwamba lugha hii anaongelewa mume, lugha hii anaongelewa mtoto. Kwa sababu hawa mabinti muda mwingine wanaolewa hali ya kuwa ni wadogo, hawajui mambo ya ndoa. Mtu anaolewa miaka 18, 20, yani udogo wake, kwa maana yake kwamba hajui masala ya ndoa. Hata akifundishwa kule, akija huko nyumbani kwako kashasahau. Kwa hiyo lazima umkumbushe tena. Hii lugha ya kupayuka sio lugha ya kuongea na mumeo. Ukiongea na mume wako usinyanyue mdomo kiasi hicho. Kwa ukimweleza siku ya kwanza, siku ya pili, wiki, ataelewa. Kumbe nikiongea na mume nisinyanyue mdomo kiasi hicho. Ukiongea na mkubwa usifanye hivyo, paka anakaa sawa. Waruya anna Umar, imepokelewa hadithi haika ya Umar, qala hina nazalat, alisema pale ambapo iliposhuka aya hii aya iliposema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Umar ibn Khattab alisema, ya Rasulullah, mtume wa Allah, naqi anfusana, tunazikinga sisi nafsi zetu kwa na moto. Fa kaifa lana bi ahlina, hasa vipi itakuwa sisi tuzikinge nafsi za familia zetu? Mtu kuikinga nafsi yako maana yake kuacha ile maasi, sawa, nitaweza. Hasa familia yangu itakuwaje? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tume akasema kumwambia Umar, tanhauhunna amma nahakumullahu an, mwakataze hao wanawake zenu na wake zenu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukatazeni nyinyi wanaume. Wataamuruhunna, na muamrisha hao wake zenu bima amarakumullahu bih, kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisheni. Fayakunu dhalika,
itakuwa jambo hilo mkifanya hivyo, wiqayatu bainahunna wa bainan nar, ndio kizuizi kati ya hao wake zenu na kati ya moto wa jahannam. Kwa huo ndio mfumo wa kuziokoa nafsi zetu na kuokoa familia zetu kutokana na moto, kuamrisha mema ambayo sisi tunayafanya na kuwakataza mabaya yale ambayo sisi tunajiepusha nayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine, rahimallahu rajula, Allah amrehemu mtu ambaye qama minal layli, alisimama usiku kuswali sala za usiku, fasalla, akaswali. Sio hivyo tu, wa ayqadha imra'atahu, na akamwamsha mkewe baada ya kuswali au kabla ya kuswali, wewe mama nani, simama tuswali. Wa ayqadha imra'atahu, na akamwamsha mkewe, fasallat, na yule mama pia naye akaswali. Basi Allah amrehemu mtu huyu, ameombewa dua mtu huyu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa haki ya pili ya mume kwa mkewe ni kumfundisha yule mwanamke mambo ya dini yake. Hapa katika kumsomesha dini hapa kuna vigawanyo viwili. Kuna mambo ya basic, tuseme msingi ile. Ni wajibu kwa mwanamama kufahamu mambo ya msingi ndani ya dini yake, kama vile kujua tahara yake, kujua swala yake, kujua funga yake, kujua hija yake ikilazimika, kujua mambo ambayo ya muamala ambayo anayofanya katika hali ya kawaida. Akifahamu mambo haya, basi inamtosha kwa mwanamke. Maana yake kuzidisha zaidi ya hapo inakuwa ni mubah. Sawa, lakini ikiwa anafahamu ile mambo ya kawaida, au akasema mimi ibada zangu hazinisumbui, basi siendi kusoma tena kwa sababu mambo nayajua, haina shida. Na wala si lazima kulazimishwa kwamba lazima uende mpaka ufike thanawi, lazima uende mpaka ufike diploma. Wala sio lazima hivyo. Lakini yale mambo ya msingi ya aqida na tauhidi na fiqh na hadithi, basi atambue, ili iwe ni mbegu mzuri ya kuipanda kule nyumbani. Sawa ila yale mambo mengine ambayo elimu ya juu, hiyo inakuwa si lazima kwa mwanamke. Jambo la tatu na ndo la mwisho katika mada yangu hii, an ya'dila bainaha wa baina dharratiha in kana laha dharra. Mwanaume ni wajibu kwake yeye an ya'dila bainaha, afanye uadilifu kati ya mkewe huyo, wa baina dharratiha, na kati ya mke mwenziwe. Yani maana yake mume ana mke zaidi ya mmoja, basi mama Rashidi na mama Sumaiya wawe katika daraja moja katika maisha ya kawaida. Asiwe mama Rashidi anazidi baadhi ya vitu na baadhi ya haki kuliko mama Sumaiya, in kana dharra, ikiwa huyo mume ana mke zaidi ya mmoja. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, fankihu, basi oweni, ma taba lakum, kile ambacho kimekupendezesheni kwenu nyinyi, minan nisa, kwa wale wanawake, mathna, wawili wawili, wa thulatha, au watatu watatu, wa ruba', na wanne weni. Fa in khiftum, kama mtaogopea, alla ta'dilu, ya kwamba hamtofanya uadilifu kati ya wanawake hawa, fawahidatan, basi mtu aoe mke mmoja. Au kama ana mke mmoja na ana wale watumwa katika enzi za utumwa, au ma malakat aymanukum, au shikamaneni na ishieni kwa wale ambao wanaomilikiwa na mikononi ya kuume au mikononi ya kulia. Maana yake wale watumwa ambao mmewapata, inafaa kwa mtu ambaye amemiliki watumwa waingilie watumwa wake wa kike. Dhalika adna alla ta'ulu, jambo hili linapelekea zaidi kwamba msichupe mpaka. Kwa hiyo ukifahamu nafsi yako kama wewe ni dhaifu, hutoweza kudhibiti nafsi yako katika kuwafanyia uadilifu wake wawili, basi baki na mmoja.
Uadilifu maana yake kwenye nafaka, kwenye matumizi. Matumizi yatapelekwa kwenye nyumba fulani kwa mujibu wa familia hiyo jinsi ilivyo. Sio kwamba mtu anaposema labda matumizi kwamba huyu mama Rashidi yeye ana watoto 7 na mama Hafsa kule kaolewa juzi tu ana mtoto mmoja, basi kilo 2 ya huku na kilo 2 ya kule izende. So hivyo maana yake kwa mama Rashidi kiende kiasi ambacho kisha tosheleza watoto 7, na kwa mama Hafsa kiende kiasi ambacho tosheleza mtoto mmoja. Sawa? So lazima kwamba huku kilo 2 na kule ende kilo 2. Kwa hiyo kuna yule kule atatupa vyakula. Huku nyama kilo 1 na kule itaenda kilo 1. Kesho tena huku kilo 1 kule kilo 1. Huku nusu kule robo, ndio uadilifu. Haya, huku kilo 1 kule hausi, ndio uadilifu. Ili watu wapate kuishi katika ile hali ya kawaida. Kama mtu ana uwezo na kutawasa, basi hiyo ni ahla sala. Lakini uadilifu ni kuangalia matumizi ya kawaida katika jamii yako, kwamba kinahitajika nini. Kama vile watoto, ufanye uadilifu kwa watoto. Mtoto ambaye ananunuliwa begi la darasa la 7, sawa begi la darasa la 7 halifanani na begi la darasa la kwanza. Huo ndio uadilifu kwa watoto. Kwa hiyo mtoto ambaye ananunuliwa begi la darasa la 7, hiyo ndiyo nafasi ya uadilifu wake yeye. Na huyo ambaye anaanza chekechea kibegi kidogo ndiyo uadilifu wake yeye. Kwa sababu kusema uadilifu kwa watoto kwamba kila mtoto apate anachopata mtoto wa kwanza, maana yake huyu mtoto wa darasa la kwanza inabidi avae begi la mtoto wa form 1, ambaye sio uadilifu. Huo ni kupoteza pesa. Jamaa hapo tupo sawa na kumuumiza. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن لم يستطع الرجل العدل, ikiwa mwanaume hataweza kufanya uadilifu, au khafa an ya'dila, au akaogopea kwamba hataweza kufanya uadilifu, fayaqtasira ala wahida, basi aishie katika kuoa mke mmoja, kwamba huyu mimi atanitosha na maisha yangu yataendelea vizuri, hamna shida. Qala ta'ala fa in khiftum alla ta'dilu fawahida wa hadha al-'adlu. Uadilifu hapa, uadilifu huu unazungumziwa hapa, la yashmulu al-'adla al-qalbiyya, haukusanyi ni ule uadilifu wa kimoyo, yani maana yake yale mapenzi ya ndani. Kibinadamu huenda huku mtu akawa anapata vitu vizuri zaidi kuliko kule. Sawa, mama Hafsa anaweza akawa yupo vizuri kuliko mama Rashidi. Sawa. Kwa hiyo yale mapenzi ya ndani, mimi ukweli bwana ile kule ndio yenyewe, yani kule ndio kwenye, na nikaenda kule na yani ndio nimefika. Lakini huku huyu je, utafanyaje? Huyu pia ni mkeo. Kwa hiyo moyo hapa hauhukumiwi. Moyo unaweza ukampenda mwanamke fulani zaidi kuliko mwanamke mwingine, na hutoweza kufanya uadilifu katika mapenzi haya. Lakini mapenzi ya moyo yasiji yakatafsiriwa na vitendo vyako. Sasa ukaanza upendeleo sehemu moja. Ibaki ni siri yako kwamba huyu nampenda zaidi sawa kuliko huyu, lakini vitendo vyako na uadilifu wako katika matumizi na katika hali ya kawaida, na sio kumwambia kwamba yule kuna nampenda zaidi kuliko wewe. Hiyo pia inakuwa kumvunja moyo wake, na haifai jambo kama hilo, au kumzodoa kwamba wewe sasa hivi umeishiwa, nimemchukua mwingine ile kule. Haifai. La yashmulu al-'adla al-qalbiyya, sawa haukusanyi ule uadilifu wa kimoyo katika kuwapenda wote sawa, kwamba huyu 50% na yule 50%. Haiwezekani kwa mwanadamu. Sawa fa inna hadha ghairu mustata', haka jambo hili haliwezekani katika moyo. Lianna Allah ta'ala, kwa sababu Allah mtukufu amesema, walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa, hamtoweza nyinyi tena hamtoweza an ta'dilu, kufanya uadilifu katika mapenzi ya moyo, baina an-nisa, kati ya wanawake, kwamba huyu mpende 50% na yule 50%. Haiwezekani. Automatically sehemu moja utaamili kwa vile vitu ambavyo vinavyofanywa, manjonjo vinafanywa huko. Sawa
walau harastum, hata kama mtapupia katika jambo hilo. Fala tamilu kullal mail, basi msimili moja kwa moja kwamba mkamili kwa mama Hafsa tu. Fatadharuha, mkamwacha mwanamke huyu mwingine kal muallaq, kama vile ameninginizwa, hajulikani kwamba anaye mume au hana, kwa sababu bwana huyu au mume kahamia kwa mke mdogo. Kwa hiyo yuko tena kaishiwa. Na jambo hili pia linatokea kwenye jamii zetu, mtu anatelekeza familia, anakimbia familia kwamba ameoa mke mwingine, hii familia ya kwanza yona hamna kitu, anaenda kule kwa mke mdogo. Pia ndani yake unakuwa na ushirikina, mtu anakuwa anapigwa limbwata. Sawa, na sallallahu salama ala afia. Kwa hayo yote yataondoka kwa kusoma dini na watu kutahadharishwa jambo la shirki. Fatadharuha kal muallaqa wa in tuslihu, ama mtatengeneza mambo yenu, watattaqu, na mkamcha Allah, fa inna Allaha, haika ya Allah, kana ghafurar rahim, hakuacha kuwa yeye ni msamehevu na mwenye huruma. Dakika zipo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tutakutana katika mara nyingine. Sawa Tutakutana kwenye mara nyingine. Tutazimisi kuku zenu kwa namna viuko